Unajua kuna watu wanatafuta kazi kila siku, lakini kuna wengine wanatengeneza kazi kwa mikono yao wenyewe. Swali ni, unataka kuwa upande gani? Leo nakuletea fursa rahisi lakini yenye nguvu. Nitakuonyesha jinsi ya kushona begi la shule zuri sana ambalo linaweza kuingiza kipato bila kuhitaji mtaji mkubwa sana. Hii sio theory. Ni kitu unachoweza kuanza nacho leo. Vifaa vyake ni vya kawaida tu. Vinapatikana kwa urahisi na hatua zake nimezifanya ziwe simple kiasi kwamba hata kama hujawahi kushona sana utaelewa. Na ukweli ni huu, ukichukua skill hii nilokuletea leo kwa uzito, inaweza kubadilisha maisha yako. Unaweza kuanza nyumbani, ukashona mabegi, ukauza kwa wanafunzi, wazazi na hata shule zenyewe. Hii ndio aina ya ujuzi ambayo haukosi soko. Ndani ya video hii nitakuonyesha kila kitu step by step. Hakuna kuficha siri, hakuna kuruka hatua. Kama uko tayari kujifunza na kuchukua hatua, basi usiondoke. Kwa sababu unachokwenda kuona hapa kinaweza kuwa mwanzo wa safari yako ya mafanikio. Hivi sasa ndio vifaa tunavyokwenda kutumia. Hiyo ni ngozi ambayo ni ngozi laini. Nimekata ni mita 1. Na hicho pia ni kitambaa ambacho nakwenda kutumia hapa kutengeneza begi langu, lakini pia ni mita 1. Kinapatikana tu kwenye maduka yanauza vitambaa vya makochi. Na hiyo ngozi pia utaipata huko huko. Halikadhalika na hiki pia utakipata huko huko. Nimekata mita 1 pia. Lakini hii ni lining. Hiyo ni niti yangu hiyo ambayo nitakwenda kutumia. Lakini pia hii ni zipu ya kupima, utaipata tu kwenye maduka ya vifaa vya ushonaji. Lakini hiyo pia ni zipu ambavyo ni vile vichwa vya zipu. Na huo ni mkanda wa begi ambapo pia utapata huko huko. Lakini si kama maduka yote yanauza, utaulizia. Na hiyo ni lastiki, lakini hii pia ni lastiki yangu nakwenda kutumia pia. Bila kusahau nina kitambaa hiki hapa pia nakwenda kukitumia. Tutaona matumizi yake. Kwa kuanza vipimo vyangu kwanza hapa nitakwenda kutumia karatasi kufanya vipimo vyangu kama hivi unavyoona. Nitakunja karatasi yangu hiyo mara 2. Kama unavyoona nimekunja hapo. Na nitakwenda kupima. Upana wangu hapo ni inchi 9 kama hivi unavyoona. Lakini hapo nimeweka inchi 12, lakini nikija kukata hapo nitabakiwa na 11.5. Na nimetengeneza hiyo shape yangu kama hivyo unavyoiona. Nimetengeneza kama hivyo. Tayari ndio kitambaa changu hicho kitakavyokuwa hivyo. Takikunjua sasa uone namna gani kimetokea. Lakini pia kuna hiki hapa. Hakikisha mzunguko wa hicho cha kwanza ulichokata, mzunguko wake pia uendane na huu. Kama unavyoona pia hapo ni inchi 9, lakini hakikisha mzunguko wa kile kitambaa kingine kitakavyokuwa na ndo mzunguko wa hapa uwe hivyo hivyo. Tayari vitambaa vyetu ndo hivi hapo nimeshakata. Sasa hapa tutakwenda kuanza kushona. Hivyo sasa ni vitambaa ambavyo tutakwenda kutengeneza mifuko yetu. Upana wake, upana wa mikanda yetu hii ni upana ni inchi 4, lakini urefu nimeweka inchi 5. Kama hivyo unavyoona. Lakini nilikata kwanza. Ile inchi 5 niliweka inchi 5.5 ya inchi 5.5 niliweka urefu, lakini nikaa nimekata katikati kama hivyo unavyoona. Na nitakwenda kuiunga na neti yangu hivyo na nitashona. Tayari nimekusha shona kama hapo unavyoona. Sasa nakwenda kuunganisha na hiki kitambaa kingine. Nitaunganisha hapo, lakini pia nitaunganisha hapo. Tayari nimekusha unganisha. Nimekusha unganisha hapo. Tutachukua lining yetu, tutashonea hapo. Na hicho pia. Tayari nimekusha shona, nimeshashonea lining yangu kama hivi unavyoona. Tutapima hapo, tunaona upana huo ni inchi 4, kwa hiyo utaweka alama kwenye inchi 2 hapo. Lakini kutoka kwenye hiyo inchi kuja hapo utaweka inchi 1.5. Na upande wa pili pia utaweka inchi 1.5 kama hivyo. Na utakwenda kushona. Shona kama hivyo ambavyo mimi nafanya. Hivyo ninavyokuonyesha, shika hivyo na ukashone kwa vipande hivyo viwili vyote. Shona na hapo pia. Hatari nimesha shona kama hivyo unavyoona.
kinaonekana vizuri kabisa. Hiyo sasa ni elastiki nitakwenda kuweka hapo, lakini ni vema ukachukua elastiki ya nusu inchi ambapo utaiweka tu hivi na utaikunja, utaishona moja kwa moja kuliko kuweka hizi elastiki mbili. Chukua ya nusu inchi itakuwa nzuri zaidi. Hapo tayari nimesha shona. Huo sasa ni mkanda wangu. Huo mkanda nimekata upana wake ni inchi 3. Nimekata upana wa inchi 3, lakini ni mrefu tu kwamba nitakwenda kuutumia kwenye sehemu nyingi tu za kushona. Na niliunyosha pia. Tayari kama hivyo unavyoona nimeshaunganisha kwenye mifuko yangu hiyo. Sasa hiki ndio kitambaa chetu hapo. Kutoka hapo katikati mpaka hapo ni inchi 5, lakini hapo utapanda inchi 1.5 hapo. Lakini upande huu pia utapanda kwa inchi 1.5. Tutaweka huo mstari hapo. Nataka mfuko wangu nitakapoweka ulingane, usije ukapinda. Kama hivyo. Lakini pia hapo nitapima inchi 1.5. Ina maana inchi 1.5 itakuwa hapo. Kwa hiyo nitaweka pia mstari hapo ulionyooka vizuri. Na baada ya hapo utapima inchi 3. Tutapima inchi 3 kama hapo hivyo ulivyoona. Na unapokwenda kushonea mfuko wako, hakikisha unaukunja kama hivyo. Usiweke ukalala kabisa ukanyooka. Hakikisha unakunja hivyo. Hivyo jinsi ninavyokuonesha kama hivyo. Upande wa juu uko na utashona sasa. Utashona na huku pia. Tayari nimeshashonea mifuko yangu kama hivyo unavyoona imekaa vizuri kabisa. Tutakigeuza sasa kitambaa chetu hicho cha begi letu, na hiyo ni lining ambayo nimekata. Nitakwenda pia kuiweka hiyo lining hapo na nitakwenda kushonea hivyo. Lakini huu ni mfuko ambao nimeushona pia, nimetengeneza mfuko wangu, nitaweka hapo. Nilishawahi kufanya video ya kushona mfuko kama huo. Na hapo sasa nimekata vipande vyetu vya mkanda, viko vipande 6 kwa sababu pia mikanda yetu ni miwili, kwa ni vitatu vitatu. Lakini urefu nimeweka inchi 14.5 na upana nimeweka ni inchi 2 tu. Na hiyo ndo shape niliyoweka. Na hivyo unavyoona nimekata vitambaa vitatu, kwa hiyo kuna hicho utakiweka kama hivyo mimi ninavyofanya, utaweka hapo. Lakini utachukua pia na hiyo ni lining pia utaiweka hapo. Na utakwenda kushona kama hivyo. Tayari nimekusha shonea kama hivyo unavyoona. Mikanda yangu yote miwili, na hicho ni kitambaa changu ambacho nilikwambia kina upana wa inchi 3, lakini nimekikunja na nikakinyosha kwa nusu inchi. Kwa hiyo ndo nakitumia kwa ajili ya kufanya kuzungushia sehemu zangu zote ambazo nataka kuzungushia. Tayari nimeshashona kama hapo. Kwa hivyo tutapima kutoka hapo kwenye mkono nitaweka inchi 2. Na hicho ndo hicho kimkanda chetu hapo kina inchi 4.5. Kwa hiyo utakwenda kukiingiza hapo. Hicho kinaitwa kirekebisha mkanda au kibano cha mkanda, kwa hivyo utakiweka kama hivyo. Najitahidi kuzoom hapo ili uweze kuona vizuri. Utakiweka hivyo na utakwenda kubana hapo. Tayari nimesha shonea hapo kama hivyo unavyoona. Kwa vibano vyangu vyote viwili nimesha shona. Na utakwenda kubana hapo sasa. Utakwenda kushona hapo. Utashona, utapitisha nyuzi mara 2. Na hicho pia utakiweka hapo, utatoa hapo inchi 2 kama nilivyofanya mwanzo. Utaweka hapo na utakwenda kushona pia nyuzi 2.
Tayari nimeshashona kama hivyo unavyoona, lakini angalia nimerudishia nyuzi hapo zaidi ya mara 3 ili kusudi usiweze kufumuka haraka. Sasa kuna huu mkanda wetu. Mkanda wetu huu una urefu wa inchi 14.5. Inchi 15, sorry, una urefu wa inchi 15. Tumeweka kama hivyo. Utaweka kama hivyo na utakwenda kushona, na huko pia utaweka kama hapo. Tayari tumeshashona, na huko unaona tulivyoshona tayari. Kwa hapo unaweza ukavuta mkanda wako urefu unaotaka. Sasa hapo, hicho ndo kipande chetu kingine cha pili kama unavyokiona hapo. Kutoka hapo mpaka hapo nimepima urefu wa inchi 8.5. 8.5 hiyo hapo. Hapo kama unavyoona nimeacha inchi 1 kama hapo unavyoona, lakini pia hapo nimeacha inchi 1 na nimeweka huo mstari ulionyooka hapo. Sasa tutachukua hii mikanda yetu kama hivyo unavyoona hapo. Utachukua mkanda huo utauweka hapo. Hakikisha ile alama ulioweka inchi 1 inabaki nyuma, kwa utaweka kwa kurudi ndani. Lakini pia utaweka na huo mkanda mwingine kama hivyo, utasogeza kidogo. Na huu mkanda wetu mwingine una inchi 7. Urefu wake ni inchi 7. Kwa hivyo utakwenda kuweka hapo katikati kama hivyo mimi ninavyofanya. Na utakwenda kushona hapo. Tayari tumeshashona kama hivyo unavyoona, lakini hiki ni kitambaa ambacho nitakwenda sasa kukigongea kwa hapo juu. Ile sehemu yangu niliyoshona isionekane. Kwa nitakwenda kuweka urembo wa hiki kitambaa. Nitashona hapo, lakini pia nitashona hapo na nitashona katikati. Tayari nimekwisha shona, kwa nitapunguza hicho kitambaa kilichozidi pembeni. Kutoka hapo kushuka chini nitapima inchi 6. Na upande huo pia nitapima inchi 6. Na hapo unavyoona nimekichonga kidogo hicho kimkanda changu. Kwa nitakwenda kuweka hapo. Utakiweka hapo kama hivyo ninavyokuelekeza hivyo. Na utaweka pia upande wa pili na utakwenda kushona. Tayari nimekwisha shona kama hivyo unavyoona. Nadhani unaona vizuri kabisa nimesha shona. Mkanda wangu ndio unavyoona inapanda na inashuka. Tutageuza sasa hivyo kipande chetu hicho cha ndani, utageuza upande wa ndani na utaweka lining pia, utakwenda kushona kama hivyo. Tayari tumeshona lining kwa pamoja na kile kipande kingine cha mwanzo kabisa kama unavyoona hapo nimekishonea, lakini pia hiki nimekishonea lining. Baada ya hapo sasa utakiweka hicho kipande kingine kama hivyo. Utapima inchi 10 kutoka huko juu. Lakini pia utashuka inchi 5 zaidi, na utakuwa umeshuka inchi 15, utaweka tena alama. Na utanyosha mstari hapo. Weka mstari wako hapo, lakini pia weka mstari wako hapo. Hizi ndo lastiki zetu, tutakwenda kuweka hapo lastiki zetu kama hivyo. Kwa utaweka lastiki yako hiyo hapo, na hiyo utaiweka pia hapo na utashona. Tayari nimekwisha shona lastiki zangu hivyo kama unavyoona. Sasa hiki ni kile kitambaa chetu tunachokitumia. Utakwenda nitakipunguza hapo kidogo. Kipunguza kijakaa vizuri. Kwa hiyo nitakwenda kukiweka hapo hivyo. Nitakiweka kama hivyo unavyoona nafanya.
na nitakwenda kuzungushia kwa kipande changu hicho chote kama hivyo ninavyokuelekeza. Lakini pia nitazungushia kwenye kipande changu kingine hiki pia. Nitakiweka kama hivyo na nitazungusha kwenye kipande changu chote kama hivyo. Tayari nimeshashonea hapo kama hivyo unavyoona kimependeza. Tayari. Sasa baada ya hapo, kinachofuata hapa tutakwenda kupima mzunguko wote huu hapa. Tutapima mzunguko wetu wote. Huo ndo mzunguko wetu tuliopata hapo. Ni mita 1 na inchi 18. Sasa hiyo ndo mikanda yetu tutakwenda kukata. Kama hivyo unavyoona ni zipu zetu hizo tunakwenda sasa kukata kwa ajili ya kuweka hapo. Kwa utatumia vile vipimo ulivyopima pale vya ule mzunguko ndo utakata zipu yako. Lakini hakikisha ule mzunguko uliopima na zipu utakayokata vilingane na kipande kingine pia hiki cha pili. Kwa hiyo zipu yako utakayokata ilingane kote kote, usije ukapishanisha zipu hii kazidi au zipu upande huu kazidi. Na utashona kama hivyo. Na hicho pia tayari nimesha shona kama hivyo unavyoona. Lakini hapo kama hivyo unavyoona nimeacha nafasi kidogo, sijazungushia zipu yangu pote kwa sababu ya kuja kuunganisha na kipande changu kingine. Na hiyo ni zipu tutakwenda kuiweka. Hivyo ni vile vichwa vya zipu, kwa hivyo utakwenda kuweka hapo, unageuza kitambaa chako kama hivyo. Na hapo utageuza kama hivyo na utaweka. Kuweka kidogo inabidi sasa uwe mzoefu kidogo, maana kama hujawa mzoefu kidogo itakusumbua, ila sio kazi sana. Tayari. Kwa hivyo nitaweka pia na hicho kichwa changu upande mwingine tena. Tayari nimeshaweka kama hivyo unavyoona. Kwa hiyo nitageuza kama hivyo ninavyogeuza hapo. Kiweke vizuri, hakikisha hiki cha chini kimepanda kidogo na utakwenda kushona hapo. Tayari nimekwisha shona kama hivyo unavyoona, lakini pia hapo niliposhona sijataka pabaki hivyo hivyo, nimezungushia pia na hicho kitambaa kwa ndani. Lakini pia huku nje nimewekea pia hiki kitambaa, nimetaka iwe hivyo, lakini kama haupendi pia sio lazima sana, unaweza kupacha tu pakawa hivyo hivyo. Kwa mpaka hapo begi letu lipo tayari. Kama umeangalia video hii mpaka mwisho, basi najua wewe ni mtu serious na maisha yako. Hii si video ya kawaida. Ni mwanzo wa safari yako mpya. Ukianza kutumia kile ulichojifunza leo, unaweza kubadilisha kabisa hali yako ya kipato. Usisahau kulike, subscribe na kushare hii video ili na wengine wapate fursa hii. Na kama unahitaji msaada au unataka kutoa oda mabegi kama haya mazuri, ni cheki WhatsApp. Details zipo description. Usikose video inayofuata, itakuwa kali zaidi.